kwa bahati isiyokuwa nzuri katika wakati tunaoishi, misikiti imepoteza nafasi, imepoteza jukumu la misikiti inda salaf. Misikiti mingi imekuwa ni sehemu ya watu kuswali na kutoka, bali swala zenyewe ni swala ambazo zimeharibiwa kwa kiasi kikubwa. Imma wanaoswalisha waganga washirikina, wapiga ramli, wanaoswalisha ni ahlul bid'ah, watu mafasiki. Baada ya swala fujo na mizogo za michango, dakika 15 mtu anatangaza tutaitafuta 100,000, asema tu dakika 15 umemaliza kuswali faradhi au amalizia sunna, yeye asema tu asitaje aya tu aitafuta 50,000 mpaka adhkari zote wazipotea. Misikiti imekuwa ni sehemu ya zogo. Misikiti ni sehemu ya kutangazwa watoto waliopotea na waliopoteza. Askeli yake alioibiwa akatoa siku 3 atasoma albadiri. Hivi haikuwa misikiti ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuwa misikiti inda salaf. Ayuha nas, tukiliona jukumu hili la msikiti katika mujtamaa, tunapaswa kuwa na watu ambao wataweza kuisimamia misikiti kama ambavyo misikiti ilisimamiwa inda salaf. Hakukuwa na milolongo mingi sana inda salaf. Imam, tazameni Masjid an-Nabawi, bwana Mtume sallam imam, kuna mwanamke tu anatambulika, huyu mwanamke kazi yake kufagia msikiti, shughuli imekwisha. Mbona hakukuwa na migogoro inda salaf? Mbona hakukuwa na milolongo mingi? Waweza kwenda kwenye msikiti, niliona msikiti mmoja Mwanza, msikiti huu unaongozwa na kamati ya mpito. Kwa ukiona hivyo una underline kwamba hapa pana mgogoro, kwa pana kamati fulani ya mpito. Misikiti imekuwa ni sehemu ya watu kuchuma vigenge ya kutafuta riziki. Hivi haikuwa misikiti inda salaf. Ayuha nas, ayuha nas, tunapaswa kuwa na wasimamizi bora wa misikiti waliopambika na sifa, ikiwemo ya sifa ya ilmu jumlatan, pamoja na kwamba yawezekana kuna wengine wakawa wasaidizi wa kadha wa kufagia wa hivi, lakini kwa ujumla tunahitaji tuwe na wasimamizi wanaosimamia misikiti wenye ilmu, wanaosoma dini, watakaoweza kuisimamia misikiti kwa mujibu wa alkitabu wa sunna, kwa mujibu wa miongozo ya salaf na umma waliposimamia misikiti. Ilmu ni kitu muhimu sana. Misikiti ikiongozwa na wajinga, kama ambavyo tunavyoona misikiti mingi imeongozwa na wajinga, misikiti imeharibika, imepoteza nafasi yake, imepoteza kazi zake bora katika mujtamaa. Tunahitaji watu ambao elimu itawaongoza katika imani na takwa, kwa sababu ndani ya misikiti kuna mambo yanahitajia watu wenye imani, watu wenye takwa. Tunahitaji watu wa namna hiyo. Hawezi kuwa imamu ni fasiki, imamu huyo akaongoza hali ya kuwa kuna watu ni waadilifu, kuna watu dhahiri yao ni khairi, tukaongozwa na mtu fasiki. Sio mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuongozwa na mtu hajui kusoma Qur'an, wakati kwenye jamii hii kuna mtu anajua kusoma Qur'an, kwa sababu tu huyu ni mzawa, huyu ni kabila fulani. Sababu kama Dar es Salaam kuna misikiti ya makabila, kuna misikiti ya Wamanyema, kuna misikiti ya Wamakonde, kuna misikiti ya kadha, na wenyewe walisema misikiti hii ni yetu. Kwa yawezekana kabisa ikawa msikiti ni wa kabila fulani, imamu kwa vile ni kabila fulani hajui kusoma Qur'an, imamu fasik, lakini kwa kuwa ni kabila anaongoza tu watu, na watu wote wameinamisha vichwa kama makondoo. Haitakiwi jambo hilo. Awaongoze nyie atakayekijua kitabu cha Allah. Kama kuna mtu fasiki na kuna mtu mcha Mungu, basi mcha Mungu atakiwa aongoze madamu ana sifa za kuwa ni imamu. Ni lazima tupate watu wenye ilmu. Ilmu itakuja na thamara, italeta matunda ya imani na takwa. Elimu itakuwapeleka watu katika uadilifu. Tunahitaji watu waadilifu watakaosimamia misikiti.
tunahitaji watu waaminifu wasiokuwa na khiana. Misikiti leo imefanywa ni sehemu ya watu kutafuta riziki, hivyo zikapotea amana za watu. Ni misikiti mingapi watu wametoa awqaf, wametoa wakfu zao, wametoa viwanja, wametoa majumba, wametoa labda fremu za maduka. Hii fremu kodi yake kila mwezi itakwenda msikiti ule, nyumba ile yakodishwa, hela inayoingia itakwenda kwenye msikiti ule. Ni nyumba ngapi zinauzwa? Nyie mnajua, mitandao inarusha. Humu kuna msikiti mji huu wa Dar es Salaam, watu wake wasimamizi wameuza nyumba za wakfu za msikiti, mpaka wamezozana, mambo yamefika Rita, kwa sababu watu hawa si waaminifu, si waadilifu. Kama wamesoma ilmu yao sio ilmu yenye manufaa ili wafikisha katika taqwa wal adl wal aman. Ayuha nas, leo ni matukio mangapi yanawashangaza watu? Tizama mambo ya aibu, kila miaka yanatakarrar katika miji. Ikifika mfungo tatu kuna nyama za Waturuki, jambo ambalo linahitaji muda lizungumzwe. Sadaka za watu, udhiya za watu walioko nje, watu wanazichezea. Wanyama wanachinjwa kabla ya swala, wakichinjwa wanyama wanauzwa. Utasikia ng'ombe zimepita na fuso 100 zavushwa zenda Unguja, wakati zimechinjwa Pangani, zimechinjwa Tanga mjini, zimechinjwa huko Lushoto, zimeuzwa. Ng'ombe laki utasikia peleko madalali. Kuna magombe mengine tumeyashuhudia yametupwa baharini, yameuza. Misikiti mengine yapewa ng'ombe, maimamu na viongozi wawili kwanza anapeleka buchani, tuma kijana na guta akachukua 5, 3, 2 utashusha sehemu fulani, anapewa maagizo na imamu wa msikiti. Amana za watu wamekosa uaminifu. Ayuha nas, tunahitaji watu wa kweli watakoweza kuisimamia misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao hawana wanatafuta isipokuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuisimamia misikiti, ili misikiti hii iwe na nafasi au iwe na sura halisi ya misikiti wakati wa bwana Mtume sallam wa inda salaf aqulu ma tasma. Ayuha an-nas ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ahabbu albiladi ila Allah masajiduha. Kwenye hii miji basi sehemu inayopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni ile misikiti, sio ikulu, sio madrasa, sio ofisi yako, sio nyumba yako. Sehemu inayopendwa na Allah katika bilad ni masajidu. Misikiti na baraka ndani yake. Ndugu zanguni, tizameni tofauti katika mjitamaa tunaoishi baina ya misikiti inosimamiwa na ahli sunna as-salafiyyin na misikiti ambayo yasimamiwa na watu wa bid'ah. Kwa vile nyewe mko Dar es Salaam, tizameni hii Ilala, huu msikiti unasimamiwa na salafiyyin, ndio wanasimamia huu msikiti. Sasa oanisha na misikiti mingine, darasa zinazoendelea, au tuanzie maimamu wanatuswalisha Qur'ani, mnaisikia maimamu wakiswalisha, tarawehe mnazoswali, nenda tizama durusi zinazoendelea. Ukija Jumamosi, Jumapili watu wamekaa wanasoma, pana wanafunzi mfano hapo wanalala hapo, wanasoma hapa, wanasimamiwa, wanalipiwa, wanafanya kadha, umeme, maji, wanaoga. Tizama msikiti huu tu, oanisha na misikiti mingine ya jirani. Nenda Kariakoo, kuna msikiti jana wallahi nimesali maghrib, ikatangazwa baada ya rakaa 2 pale na darasa. Basi mimi nilikaa pale nikafanya niliyofanya mpaka saa 1 na kitu. Msikiti maarufu tena, shekhe maarufu, lakini hana wanafunzi hata 2 waliokuwa bakia pale wasubiri darasa yake. Hii nimepoteza misikiti. Jamii imekwenda mpaka imekubali kwamba hawa hawana wanachokifanya.
kazi yao watakowauza tu au kafu, kazi yao wakusanye tu michango kila siku, michango kila siku kadha. Lakini durus jamii ishakataa, yule siwezi kukaa nikasoma, kwa sababu haikuasisiwa katika misingi hiyo. Sasa tizama hiyo Kariakoo, tafuta mfano Umar bin Khattab, tizama harakati zake, durus, tizama khutba, tizama mwezi wa Ramadhani, tarawih, alafu tizama misikiti mingine ya watu wa bid'a, alafu tizama upande wa fujo na kadha. Misikiti mingapi hapa imetokea fujo, watu kupigana na kadha, kapigwa ngumi huyu, hawa sio wenyewe, hawa kadha. Tizama hizi fujo zapatikana wapi? Misikiti ya watu wa bid'a imekithiri, kwa sababu imma kuna jahali iliyotawala, au kama watu wa kuwasomi elimu yao haina manufaa, hawana uadilifu, hawana amana, sio wa kweli, hawako katika misikiti kwa ajili ya Allah. Ndio maana misikiti kazi yake watu kuswali, wakimaliza kuswali basi ziko shughuli nyingine zinaendelea, ambazo hizi zinakuwa zitaharishwe. Misikiti ya kisawasawa hazifanywi bid'a ndani yake. Tizama Abu Musa al-Ash'ari alipokuta watu msikitini hilaqan wanafanya dhikr katika sura isiyokuwa sahihi, kikundi kina kiongozi sabihu 100 halilu 100, hii ilikuwa ni bid'a. Akaenda kwa Ibn Mas'ud akamshtakia jambo hili, wakaja msikitini waliwakataza sifanye bid'a. Tizama misikiti ya watu wa bid'a. Ramadhani vishindo, kiambwa leo ni mwezi 27 Ramadhani, inodhaniwa inotarajiwa ni siku ya Lailatul Qadr. Tizama vishindo vyao, baada al-isha huyu khitma, watahitimisha, watafanya hivi, atatoa mawaidha huyu, wamekusanyika mashehe, mavideo, makamera, ataanza huyu mpaka huo usiku. Wapi? Nyinyi mnaujua, nyinyi wacha Mungu zaidi ya Rasul alayhi salatu wassalam alokaa itikafu katika msikiti wake. Mtume sallallahu amefunga Ramadhani 9 na amekaa itikafu alayhi salatu wassalam. Kulikuwa na vishindo, bwana Mtume alikata na Abu Bakari wakapeana mawaidha kwenye hizo itikafu. Mnajua itikafu mna vishindo, makelele, maspika katika miji yafungwa kwenye majumba ya ghorofa, vishindo, wanaoswali majumbani hawana raha, riya, sum'a, kujionyesha. Hii ndio fujo katika misikiti ya bid'a. Ikija siku ya Arafa baada al-asr, ambao wanakusanyika pia. Sasa hivi wana vishindo, wanakaa baada al-asr siku ya Arafa, wanaomba dua. Lepata pi inda salaf hawakujua siku ya Arafa, waliwahi kuketi kusanyiko misikitini. Mna vishindo watu wa bid'a, baada as-salah na vishindo, mna makelele, watu wakati mwingine hawafanyi ibada. Huwezi kuyakuta haya katika misikiti ya masala. Misikiti atakuwa itaharishwe na mambo ya ovu. Leo mpaka vinanda na madufu ndani ya misikiti. Hayo yote utayakuta inda ahli bid'ah. Nyinyi mnaonaje? Nani akiambiwa achague baina ya misikiti tuloitaja iliyosimamiwa na salafiyin na watu wa bid'ah, mtu mkweli mukhlisi, waweza kwenda wapi? Waweza chagua nini? Sisi tuko tayari, nyinyi watu wa bid'ah tuko tayari. Tupeni misikiti yenu, tuwe maimamu na waendesha durusi, alafu nyinyi shughulikeni na mali. Kama mna milango, mna auqaf, kaeni vikaa huko. Sisi tukija pale wanaswalisha masalafi, alafu tutatoa darasa. Sisi tuko tayari kesho misikiti yote ya watu wa bid'ah Dar es Salaam tuweke maimamu, tuweke watu wa mawaidha. Basi nyinyi shughulikeni, kama ina vioski, ina frame, ina nyumba, nyinyi chukueni mali. Fujo zimekuwa nyingi, watu hawana raha na ibada na maneno ya kebei. Shekhe mmoja alisema hii misikiti ni yetu, sio ya Mungu. Wataka swali, utakiondoka humu Dar es Salaam. Ayuha nas, haya pia tunawaambia watu wenye mali, twahitaji misikiti ndani ya jiji hili. Kariakoo bado hakuna misikiti ya kutosha ya masalafi, na mali wengine mnazo. Ukijenga masjid, Allah atakujengea nyumba katika janna mfano wa msikiti uliojenga. Waweza kuingia msikitini uone wahaka ile swala yako yakubaliwa au haikubaliwi, kwa sababu ya fujo ya watu hawa. Sio mustaqimun, hawastahiki kuwa ni viongozi wa misikiti, kuwa ni maimamu. Ayuha nas, tufahamuni ya kuwa haya yote yatakusanya na sisi kufanya mambo yetu yote ya dini kwa ajili ya
Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yoyote ambaye hamu yake katika jambo lolote la dini ni kwa ajili ya kumridhisha Allah, ni kuipata akhira, basi mambo yake yote yatakwenda katika njia sawa, kwa sababu lengo lake ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأهل البدع برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا